Baada ya miezi kadhaa kupita tangu alivyofariki MC Pilipili, mke wake ni kama vile ameachiwa mateso pamoja na mikosi pamoja na mabaraha huku duniani, kwa sababu kila ambacho anakipitia sasa hivi mke wa marehemu MC Pilipili ni dhahiri kabisa kwamba ni mateso ambayo hata yeye mwenyewe anajuta. Lakini kubwa zaidi, kuna kila ambacho anajitahidi sana kumuomba msamaha marehemu MC Pilipili kwa kile ambacho ameweza kukifanya, lakini sidhani kama itasaidia. By the way, ngoja mimi nikupitishe kwenye hiki ambacho kwanza kabisa Juma Lokole alikiandika kuhusiana na Cute Mena ambaye ni mke wa marehemu MC Pilipili, kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, lakini pia nitakuja kukupa update nzito ambacho ulikuwa hukijui hapa kuhusiana na yale ambayo anapitia kwa sasa. Mimi ni Gabi Official, naomba nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kabisa kujoin na mimi kwenye hii video na kwenye channel yetu pia, basi tazama chini hii video hapo, utaona kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza ili uwe wa kwanza kabisa kupata updates kila wakati ambapo mimi nitakuwa nakusogezea video mpya. Lakini pia like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho wewe utakomeza kukisikiliza katika hii video hapa. Kama nilivyokuambia, naitwa Gabi Official, twenzetu. Juma Lokole kupitia kurasa yake Instagram aliandika ujumbe huu hapa kuhusiana na Cute Mena. Kwanza kabisa hapa juu alianza kama vile kwa kujikana fulani hivi, akasema mnikome kabisa, sijui chochote na wala msinihusishe. Hapa chini akasema kumbe mjane mjamzito na hamsemi. Sasa mateso yale ya mdogo wangu yataisha lini? Mjane jamani, tumuombe na hali yake kwa sasa. Yaani mdogo wangu, nina ka video kako mashaallah, vyombo umejaliwa haswa. Anasema nyie acheni tu mjane, hata akinyanyaswa ang'ang'anie. Mtoto yuko vizuri sana uwi. Alafu akasema viuno kama Nyondo Sister kudadeki. Anasema hata ungekuwa wewe ungevumilia. Anasema mimi nachoka jamani, na akapita na shoga zake wote kudadeki. Ila nawapenda sana, wanaendana sana, sipendi waachane mimi, wavumiliane tu. Anasema ila hii video atapata sana wajane wengine wakiona, itamkuza sana kijana. Hapa alikuwa anamaanisha, alizungumzia masuala mawili. Kwanza kabisa ni inaonekana alipata video ya faraka kuhusiana na Cute Mena pamoja na mwenzake ambaye walizaa naye, amempa ujauzito, na anazungumzia pia jinsi ambavyo jamaa amekuwa ni muhuni, yani kupita na mashoga zake na Cute Mena wengine wote, lakini bado yuko na Cute Mena. Sasa kubwa zaidi ya mazito zaidi ni kwamba Cute Mena ni mjamzito kama ambavyo nimeweza kukusanua hapo, ila kibaya zaidi ni kwamba jamaa hamtaki. Mmoja watu ambao wanazungumziwa hapa kwamba ndiye mtu anayetajwa hapa ni jamaa ambaye anafahamika kama Mr. Cody TZ. Tunafahamu kuna ile voice note ilivuja ya Cute Mena akimbembeleza huyu Mr. Cody kwamba mimi nakupenda sijui nini, alafu jamaa design kama akawa hamzingatii fulani hivi. Sasa kibaya zaidi ni kwamba inasemekana huyu mtoto kike tayari amshambebea jamaa mimba, lakini mwamba hamtaki kabisa hata kumsikia, kitu ambacho kinamfanya ajihisi kama vile imepita muda mchache sana kwa yeye kuweza kuingia kwenye mahusiano. Ilibidi akae kwanza, atulize kichwa, afikirie nini ambacho baada ya muda mrefu kidogo kupita tangu mume wake alivyofariki, ni mwisho siku hawezi kuja kufanya hayo yote. Wengine wanasema kwamba amebeba marana ya mume wake kwa sababu ni kama vile alikuwa mtu fulani ambaye hajatulia tangu hata kipindi ambacho mume wake alikuwa bado mzima na vitu kama hivyo hapo hivi. Sasa anasema mateso anayopitia sasa hivi inawezekana kaa ni malipo ya kile ambacho alikuwa anamfanyia mume wake, na mambo mengi zaidi anazungumza. Kwa upande wako comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho kinazungumzwa sasa hivi, Cute Mena kujutia hii mimba alionayo sasa hivi, kujaribu kuona kama vile malaana yanamwandama na mikosi na vitu kama hivyo? Tuambie kwenye sehemu ya comment nini maoni yako, lakini mimi zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.